Pendwa mtazamaji, ni siku ya Ijumaa. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata katika Injili ya Mathayo sura ya 20 hadi ya 26. Mafundisho ya Yesu kwa wanafunzi wake juu ya amri za Mwenyezi Mungu ambazo zimezungumza juu ya kuua na kuzini. Yesu anasema kwamba katika amri imeandikwa kwamba usiue, lakini mtu anayeua itampasa hukumu. Kwa mafundisho ya Kristo, si kila mtu ambaye tunayemwona kwamba ametenda dhambi ya kuua anapaswa hukumu, bali hata mtu ambaye ana hasira juu ya ndugu yake atapaswa hukumu ile ya kuweza kuua, kwa sababu hasira juu ya mtu hairuhusiwi. Hasira kwa mwanadamu haitendi haki. Na Paulo alishazungumza katika mafundisho yake akisema, hasira, ghadhabu, uovu na matukano vyote lazima viondolewe, katika ile barua yake kwa Kolosai sura ya 3 aya ya 8. Hasira ni kichaa cha muda mfupi kwa mwanadamu. Hasira ikiingia sehemu, hakuna kitakachoweza kusimama. Kwa mtu ambaye una hasira na ndugu yako ni sawasawa na muuaji. Hivyo basi, hukumu ile ile ya muuaji pia itakujia hata wewe ambaye una hasira na ndugu yako. Juu ya uzinzi, kwamba si kila mtu anayezini ana hatia, bali hata mtu ambaye ameruhusu tamaa mbaya chafu kutulia ndani ya moyo wake, tayari huyo mtu amekwisha kuzini juu ya moyo wake. Kwa Yesu anataka kutuambia kwamba mawazo yetu ambayo tuko nayo yanayotupelekea kutenda dhambi ni sawasawa na tumetenda dhambi. Hivyo mawazo yetu ni sawasawa na vile kwamba tumetenda dhambi, kama vile hatuwezi, kama vile sitafanya juhudi yoyote ya kuweza kufisha huo uovu ambao uko ndani ya nafsi yangu. Yesu anataka kutufundisha kitu gani katika mafundisho haya? Anataka kutuambia kwamba viungo vyetu vya kidunia hivi ambavyo tunavyovitumia katika safari ya maisha yetu, lazima tuvifishe kutoka ndani ya nafsi zetu. Lazima tuhakikishe kwamba kila aina ya uovu, kila aina ya ubaya ambao uko ndani ya siri yangu mwenyewe unaondolewa, na ukiondolewa ndipo nitakapokuwa na haki katika mambo yote ambayo yananipelekea kutenda dhambi. Anaendelea kutoa mafundisho juu ya wafuasi wake katika swala zima la sadaka za madhabahuni. Katika ibada ambazo wana wa Israeli walikuwa wanazitoa kipindi Yesu alikuwa anaishi, ilikuwa ni hivi: Myahudi aliyetenda dhambi ya kumkosea Mungu na mwanadamu mwenzake aliamini kwamba sadaka ilikuwa inaleta uponyaji, na sadaka ilikuwa inampelekea yeye aweze kuwa mtu mwema mbele ya jamii na mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa wana wa Israeli wakapewa mafundisho haya kwamba kama mtu ameleta sadaka ya upatanisho, yani sadaka ya dhambi ya wizi mfano, na sadaka hiyo ikapelekwa mbele ya Mwenyezi Mungu, na yule mtu aliyeiba hakufanya jitihada zozote zile za kuweza kurudisha kile ambacho kilikuwa kimeibwa, kuhani aliyekuwa amepokea sadaka hiyo akigundua kwamba kitu ambacho kilikuwa kimeibwa hakijarejeshwa, alikuwa anaichukua sadaka ya yule mtu aliyekuwa ameileta na akaitangaza sadaka ile kwamba ni najisi, na ikatupwa nje ya hekalu. Mtu aliyepaswa kufanya, mtu kabla hajaenda mbele za Bwana kwa ajili ya kujipatanisha kupeleka sadaka madhabahuni pake, alipaswa kufanya kila aina ya jitihada kurekebisha mambo yake mwenyewe mbele za Mwenyezi Mungu na wanadamu wenzake. Sadaka zilikuwa zinatolewa namna gani? Mtu aliyetenda dhambi alikuwa anamchukua mnyama, mbuzi au kondoo asiyekuwa na doa au asiyekuwa na hila, anaenda kutandaza mikono yake juu ya yule mnyama, akiamini kwamba huyo mnyama amebeba hatia zake zote alizokuwa amezitenda. Akasali sala hii:
na kusihi, Mungu Mwenyezi, mimi nimetenda dhambi, nimefanya ukaidi, nimeasi, nimefanya uzinzi, nimekukosea. Na yule mnyama alikuwa anachinjwa, anachukua zile dhambi. Sasa kwa maneno ya Yesu alikuwa anamaanisha kwamba huyu mtu ambaye ni mdhambi ameenda madhabahuni, amevuka ua wa mataifa, akavuka ua wa wanaume na wanawake, akaenda hadi katika ua wa patakatifu ambako makuhani walikuwa wanakaa. Akiwa pale amenyosha mikono yake, anakiri dhambi zake kwa huyu mnyama ambaye amebeba hizi dhambi. Akakumbuka kwamba kuna ubaya amemtendea ndugu yake nyumbani. Alipaswa hapo hapo kuacha hiyo sadaka na kurudi nyumbani, aende akapatane, akarudishe vile vyote alivyokuwa ameviiba, ndipo sadaka yake ije ipokelewe mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa maneno ya Yesu ni kwamba hatuwezi kupata uponyaji wowote ule kwa Mwenyezi Mungu kama hatujafanya jitihada za kuweza kurekebisha maisha yetu na ndugu zetu. Siongei na mwenzangu nyumbani na kila siku natoa sadaka madhabahuni, sitapata uponyaji wowote ule. Nimefanya mabaya kwa ndugu yangu, sijaomba msamaha, ndugu yangu unisamehe, na kila siku natoa sadaka kubwa. Na sasa hivi kuna kasumba kwamba utoe sadaka kubwa ili uweze kupata uponyaji, na nyumbani kwako huongei na watu, hutapata uponyaji wowote ule kwa maneno ya Yesu. Rudi, nenda kwanza kajipatanishe, karudishe vile vitu ambavyo umeiba. Umeiba vitu vingi sana. Umeiba katika swala zima la elimu. Kuna watu umewaibia elimu, ulisoma katika shule mbalimbali, uliiba vitabu, hujarudisha. Nenda katende matendo mema, karudishe vile vyote ulivyokuwa umeiba, ndipo uweze kupata uponyaji. Hatuwezi kupata msamaha wa dhambi zetu kwa Mwenyezi Mungu hadi tumejipatanisha na ndugu zetu. Nimeenda kuomba msamaha kwa ndugu zangu, ndipo nitakaweza kupata msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Na wakati mwingine ni ukweli kabisa kwamba tuwashangaa kwa nini maombi yetu yanaonekana kwamba hayafai mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa nini maombi yetu hayajibii mbele za Mwenyezi Mungu? Tunaomba sana, tunatoa sadaka nyingi sana, na Mwenyezi Mungu hajibu maombi yetu. Tunashangaa ni kwa nini? Ni kwa sababu sisi wenyewe tumeweka vizuizi. Nimemkosea mtu fulani, sijafanya chochote kuweza kurekebisha, kuweza kujipatanisha na yeye, alafu nataka maombi yangu Mwenyezi Mungu aweze kujibu. Kwa maneno ya Yesu amesema turudi, tukarekebishe, tukajipatanishe na hao ndugu zetu, na baada ya hapo ndipo ambapo tutakapoweza kupata kile tunachokihitaji. Na Mwenyezi Mungu atubariki katika hayo. Ni mafundisho magumu, lazima tutembee katika ukweli huo. Atubariki na kutulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.